tulikuwa tumejiwekea. Kuna improvement ya kikosi semaji pengine kutoka mchezo wa TRA dhidi ya Dodoma, lakini pia kwenye mechi ya leo, kwa sababu zinaonekana zote zilikuwa mechi ngumu? Improvement ni kubwa, na improvement ya timu yetu sio kwenye kucheza vizuri, ni kwenye kutumia nafasi ambazo tunazitumia. Ukiangalia mechi zote ambazo tumecheza na tukapata sare, kwa mfano mechi ya TRA hatukuwa tumecheza vibaya, lakini hatukutumia nafasi vizuri. Mechi iliyofuatia dhidi ya Dodoma Jiji, kila nafasi ambayo tuliipata tulitumia na tukaandika mabao matatu. Mechi ya leo kila nafasi ambayo tumeipata tumeitumia, tumeandika magoli matatu. Bado tungeweza kupata magoli mengi zaidi, 4 5, lakini unaona improvement iliyopo ni kwenye matumizi ya nafasi. Nafasi zinapatikana, magoli yanafungwa, watu wanafurahia. Anarejea Clatous Chota Chama. Kuna nafasi alizipata kwenye mechi dhidi ya Dodoma, lakini hakuzitumia vizuri, lakini leo hii anapata nafasi na anafunga na amekuwa man of the match. Chama ameendeleza ubora wake ule ule ambao tumekuwa tukimfahamu nao, na leo anafunga goli moja na anakuwa nyota wa mchezo. Ni faraja kubwa kumuona Chama anaendeleza kile ambacho sisi tuliamini anacho katika miguu yake, japo wapo ambao walikuwa wakiamini ya kwamba Chama sio yule kwenye ule utimamu wake, lakini tunamuona kwenye mechi zenye vijana wengi, kwenye mechi zenye vipaji vingi, lakini Chama anaweza kuipita katikati yao na anakuwa mchezaji bora. Ni mchezaji wa kutunzwa, ni mchezaji wa kuendelea kuaminiwa na kutegemewa ndani ya Simba Sports. Bila shaka Elie Mpanzu wamewajibu leo hii, ambao walikuwa kusema kwamba alikuwa akidai na nini, amepata nafasi na amefunga moja ya goli nzuri, na hata kocha pia amethibitisha hilo. Mpanzu alikuwa anaumwa na tuliwaeleza watu hilo, lakini watu wasioitakia mema Simba wakaleta uzushi ambao kwa faida yao wao wenyewe, lakini sisi tulikuwa tunajua ndani kitu gani kinaendelea, na tukawaeleza wana Simba kama mchezaji wao anaumwa, akipona watamuona uwanjani, na kweli Mpanzu amepona, amerejea uwanjani, anaendelea kuitumikia Simba yake. Vivyo hivyo kwa Loemba, uzushi mwingi ulikuwepo, lakini naye vile vile alikuwa majeruhi, amepona, mwalimu kaanza kumpa nafasi. Kwa hiyo jambo jema wana Simba ni kwamba wasikilize ama wafuatilie kile ambacho viongozi wao tunawaambia, na tuache kusikiliza habari za mitandaoni, habari za kwenye maredio, habari za uzushi, kwa sababu vita ni kubwa na watu wengi hawapendi kuiona Simba ikiwa inafanya vizuri. Leo umeona tumeshinda mechi mbili dhidi ya huyu Fountain na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kuanzia kesho kuna kauzushi utakasikia kanaibuka. Lengo sijui, wazushi wako jikoni, sijui kapya, wazushi wako jikoni hivi sasa wanatafuta chokochoko za kuharibu amani ndani ya Simba. Kwa hiyo ndani ya siku mbili hizi utasikia tu kuna jambo talizusha, ili mradi kutengeneza hiyo pressure. Na bahati iliyokuwa mbaya, wapo mashabiki wenzetu wa Simba ambao wanaibeba hiyo pressure, wanamka nayo, wanaanza kufanya vurugu na klabu inakosa utulivu. Mimi niwaambie wana Simba, tupo kwenye nyakati za kimaamuzi, yaani mechi ambazo zimesalia ni mechi za kuamua ubingwa. Kwa hiyo tuwe watulivu na tuendelee kuipambania Simba yetu. Huu sio wakati wa kubebwa na propaganda, na huu sio wakati wa kubebwa na uzushi. Mtu akija na uzushi wake, mwambie asante, tumekusikia, tuna focus ubingwa. Watu la Kamara sio la kweli kuhusiana na Kamara. Na Nabi Kamara, la goalkeeper. Pin Kamara kwamba Kamara ni majeruhi na hilo linafahamika wazi, na atarejea kuitumikia Simba mwisho wa msimu, mwanzo wa msimu unaokuja. Na kwa sasa Kamara ni mchezaji wa Simba kama ilivyo kwa Wilson Nangu, kama ilivyo kwa Yakubu Suleiman, kama ilivyo kwa Hamza. Wote hawa ni majeruhi wa muda mrefu, wanaendelea kutibiwa na Simba Sports Club kwa sababu wana mkataba na Simba Sports Club. Mwisho wa msimu tunafanya tathmini ya wale majeruhi wetu, nani ametengemaa, nani yuko sawasawa, nani anarejea kazini, nani anabaki kuugua. Tunafanya maamuzi, tunakwenda mbele. Semaji mwisho kabisa, ile mechi ya Dodoma Jiji ya ligi ya mwisho, kuna watu walisema kwamba Libase Geye hawezi tena kufunga, ndo mara yake ya mwisho. Nimeona leo amefunga goli zuri sana hili. Semaji unalizungumziaje pia? Walisema hivyo watu. Kama Libase Geye hatofunga tena. Ameisha, ni machachari sio hatari.
Watu wana roho mbaya. Libase Geye ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa sana na laiti kama kila pasi ambayo Libase anaitoa kwa maana ya pasi ya goli ingekuwa inatumika kufunga, basi Libase angekuwa na assist nyingi kweli kweli. Libase Geye na Anicet Oura ndio alionifanya mimi nifikiria kwamba wakati mwingine tunaweza tukamhukumu mchezaji kwamba ana assist chache na sio mchezaji mzuri, kumbe anatoa pasi nzuri lakini hazifanyeje, hazitumiki. Kwa hiyo Libase Geye ni katika hao wachezaji ambao wanafanya kazi ipasavyo, wanatoa pasi elekezi, lakini kwa bahati mbaya zinakosekana. Lakini leo ameonyesha kile ambacho yuko nacho. Amechukua mpira, amekati uwanja, ameingia, akapata nafasi, akashoot na ikawa goli. Ni moja kati ya goli bora sana, goli la juhudi binafsi, goli ambalo mtu amepambana kwa uwezo na nguvu zake, na magoli kama yale sio magoli ya bahatisha nduluti. Yale ni magoli ya uwezo, ni magoli ambayo si kila mchezaji katika ligi ya Tanzania anaweza akafunga. Magoli kama yale wanafunga ndio ukisikia solo. Unajua solo artist, yani msanii mmoja. Sasa lile ndio goli la Libase Geye, goli la solo, yani kafanya kazi yote peke yake na akaenda kafunga. Na solo na huyo solo na solo ambaye ni Libase Geye, namjua Solo Thing ni bado mjaja kama kuna solo mwigizaji, achana na Solo Thing mwenyewe mwanazoni alokomaa. Ukitaka kumfahamu Solo Thing mwenyewe, nenda kasikiza ngoma moja inaitwa Mtazamo. Yuko na Fandesele humo, yuko na Profesa Jani, hatari sana Mtazamo. Watu wa zamani. Tumalize na hili la Jonathan Soa. Adhabu yake tumeona mitandaoni kwamba amerudishwa kutrain na timu ya vijana. Hii iko vipi? Kama mlivyosikia kuhusiana na Jonathan Soa, Soa alikuwa akishtumiwa na makosa ya utovu wa nidhamu, na baada ya kushtumiwa akashtakiwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na kamanda mstaafu Suleiman Kova ambaye ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Soa akaitwa mbele ya kamati kuelezewa tuhuma zinazomkabili na akakiri makosa yanayomkabili, na baada hapo kamati ikatoa hukumu. Hukumu iliyotoka kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ni kwamba Soa atatozwa faini, na adhabu ya pili ni kwamba anarejeshwa kwenda kufanya mazoezi na timu zetu za vijana, ikiwa ni kipindi cha maangalizo, kipindi cha kumwangalia. Kama kutakuwa kuna mabadiliko ndani yake, basi atarejeshwa kwenye timu kubwa kuja kuendelea na majukumu yake. Kwa yupo kwenye kipindi cha maangalizo ili kuangalia, je, yale ambayo alikuwa akituhumiwa nayo wakati yuko na timu kubwa, kuna mabadiliko ndani yake. Ni hilo. Shukrani. Semaji umeskip ratiba. Kuna muungano. Tumemaliza ziara yetu ya hapa Arusha. Wale yote tunawashukuru kwanza viongozi wa Simba mkoa wa Arusha kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini pili na kwa kipekee kabisa tunawashukuru mashabiki wa Simba mkoa wa Arusha na kaskazini kwa ujumla. Wamefanya kazi kubwa kweli kweli kwenye kuilinda, kuipambania na kuipigania Simba yao, na hatimaye tumekuwa na siku 10 za maana kweli kweli hapa Arusha ambazo zimesindikizwa na nyama choma. Jana ndugu zangu waandishi wa habari, nimekula nyama kwa kiasi kikubwa sana. Kuna ambaye hajashiba? Hujashiba? Ajala kabisa. Kwa nini hujala jana? Anasema na allergy na mboga. Kama unajua shida zako. Hizo ni changamoto zako za kimaisha ambazo umechagua. Kwa sababu allergy kuna kuku pia. Kuna kuku, kuna kondoo. Unajua allergy ni umechagua wewe mwenyewe kitu fulani kikudhuru. Umejiwekea. Allergy ni kujiendekeza. Umeikubali. Wewe gonga nyama tu. Amejiendekeza. Mtajuana. Atajikuna mbele. Mtajuana mbele ya safari. Unaacha kula mbuzi, utakula nini mchana? Tuna vyangu moja alagi pilau, nikasema wewe. Kwa hiyo tumemaliza shughuli zetu hapa Arusha na timu inaondoka usiku wa leo kurejea Dar es Salaam, na kesho tarehe 16 tutakuwa na mapumziko. Tarehe 17
tutarejea tena katika uwanja wa mazoezi, na siku hiyo hiyo ya tarehe 17 tutaondoka Dar es Salaam kuelekea Ruangwa kwenda kuwafuata Namungo katika mchezo wetu wa tarehe 19 ya mwezi huu wa 4.